Kwa majina naitwa Agnes na kaa ni jirani yake na Latifa. Ugomvi ulianza jana. Jana nimesikia makelele, walikuja hapa wengi wakatukana wakaondoka. Ila hii asubuhi walikuwepo wote, wamesonga na ugali, wamekula vyombo mnaviona pale. Walipokuwa hapa ndani nilikuwa nafua nguo zangu hizo hapo, nilikuwa nafua. Nikasikia wanagombana huko, matusi. Kidogo nikashangaa mlango umefunguliwa kwa nguvu, watu wawili ndo wanatoka nje, wananyang'anyana kisu. Yule sio ni wa kike ni wa kiume ndo alikuwa anamwambia nakuua leo. Anamtukana matusi makubwa, haifai kusema kwa kweli. Hivyo wakakimbizana, wamelazana pale, mageti alikuwa wazi, watu wameona ndo. Mimi nikapiga yowe, wengine wakapokea ndo watu wakaja hapa. Kwa ugomvi ni yule mwanaume ndo alikuwa anataka kumuua mtoto wa kike, maana nilikuwa nasikia huko ndani anamwambia wenzake, anamwambia acha na imani, acha utamuua mwenzako, utamuumiza. Na hisi ni yule wa kiume. Bao kikageuka akakatwa yeye, ameumia, ni ngozi la nini, kakatwa na hapa hivi. Imekuwa hivi, hawana mahusiano. Kwenye mahusiano wanapendana, wamegombana kwa sababu ya mwanaume anamuonea mwanamke wake wivu. Huyu na huyu msela yake walikuwa kumbe wanatamaniana. Umeelewa? Wanapendana mahaba. Wanatamaniana, sio kupendana, kutamaniana. Unajua kulala pamoja. Wameshawahi kulala pamoja vizuri sana. Umeelewa? Kwa hiyo sasa mimi nilipokuja hiyo kwenye gini nilipomwagiza bwana yake. Bwana yake kaleta kweli tukaenjoy kweli. Mimi sasa nikapoteza 60,000. 60,000 nikamwambia nataka hela yangu. Akaniambia Tifa ndo kaiba. Tifa ndio yule? Ambaye ni rafiki yako? Baada ya hapo sasa nikamwambiaje Tifa, nikamwambia Tifa ni mwizi. Kwa nini ninakuja kwako unaniibia? Neema akapiga simu na mzazi wake. Mzazi wake akapiga simu akamwambia naomba niletee yote 10,000 sasa hivi. Alafu nyuma yangu niko na chali yangu mmoja anaitwa Ayubu. Ayubu ananiambiaje Neema ndo kakuibia hiyo hela. Sasa kupigana kumekujaje? Kupigana ni hivi. Huyu alikuwa anasema je unatuma hela kwenu, alafu mimi sina kitu. Asubuhi yenyewe tumeamka yenyewe tunataka kitu. Kwa hiyo sasa Neema kama je mimi kama yenyewe sina kitu mimi nifanye nini? Neema nakadondosha kabati. Kudondosha kabati akamwambia wewe unaharibu vitu vyangu. Ukageuka uwanja wa vita sasa. Unaharibu vitu vyangu. Unajota vitu vyangu nilivyovitafuta. Kwa hiyo sasa shoga yangu akamshika Neema kumbe alikuwa na kisu. Akamwambia nakuua. Wewe akamwambia huwezi niua maana yenyewe mimi ndio najieza. Kwa hiyo kisu kikamgeukia yeye. Ni mwizi. Amnibia 60,000 yenyewe na machule. Kwa jina naitwa Goodson David Laiza, balozi shina namba 5 mtaa Tindigani kata Kimanduru. Hawa wapangaji ni wapangaji wa mtaa wa kwangu. Wamekuwa na tabia kila siku wa ugomvi, kugombana na kupatana. Hapo awali mzee aliwaambia walikuja wazazi wao na wakawaambia waachane, lakini kijana hakutaka kuelewa wala mwanamke hakutaka kuelewa. Hivyo basi nilikuwa naiomba serikali ya mtaa kama kuna uwezekano hawa watu katika mtaa wetu wape mtago, hatujawahi kuona watu wa namna hii. Kama kuna uwezekano waondoke kwenye mtaa wetu kuwe na amani zaidi. Kwa sababu kitendo kilichotokea leo hapa ilikuwa ni mauaji. Kwa mujibu wa taarifa nilizozipata nasikia kijana kakatwa sikio liko chini huku. Visu kila mahali, visu mikono kila mahali.